Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Tanganyika TV. Hii ni TV yako ambayo inakuwa nakupa update mbalimbali. Mpenzi mtazamaji, unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata vipindi kadha wa kadha ambavyo vinakujia kwenye TV yako masaa 24 juu ya masaa 24. Kama kawaida ukishaona tu vichwa viwili hivi, jua kwamba ni kile kipindi chako ambacho uaga unakipendelea sana kwenye TV, kipindi ambacho ni cha mtazamo wa kisiasa. Tunakuwa tunaongelea siasa kadha wa kadha, siasa za nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, siasa za mashariki na siasa za dunia nzima. Iwapo tu kuna mara yoyote ambayo tuna adopt, tunakuwa tunaifanyia kazi. Mbele mtazamaji, siko peke yangu, nakuwa nikishirikiana na mwenzangu. Ila kabla sijamkaribisha bwana, niweze kukukumbusha kile ambacho tutakiongelea kwa siku ya leo. Unajua bwana, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi aliweza kuendesha mazungumzo na waandishi wa habari, ambako kisha risala yake, kisha hotuba yake aliweza kuachia muda wa maswali kwa waandishi wa habari, na maswali mengi ambayo walikwenda kumuuliza sasa kuhusiana na hali ya kisiasa inaendelea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, vile vile usalama na masuala kadha wa kadha. Sasa masuala ya mikataba ambayo inakuwa inasainiwa pande mbalimbali ya sasa DRC na M23 pia na Rwanda. Nimkaribisha sasa mwenzangu, karibu Isaac. Asante sana Safari Almasi. Kwa jina ni Isaac Murucha Ashibe na kuwa mwalikwa wako, nasema asante tena. Asante, mimi ni Safari Almasi, kama kawaida nyuma ya kamera ni Habubakari Saidi. Nimeshatanguliza kukuambia kwamba tunaongelea kuhusu mazungumzo ambayo Rais Felix Tshisekedi aliyaendesha na waandishi wa habari. Tunaanza kwanza kwenye pointi ya kwanza, kwa kuwa kuna mambo mengi kama unavyojua Isaac ambaye aliweza kuzungumzika. Tunaanzia kwanza kwenye pointi ya kwanza ambaye aliweza kuzungumzia kuhusu swala la uhuru wa vyombo vya habari. Kwa kuwa yeye alisema kwamba mulifanya tariki 3 Mei inakuwa ni sikukuu ya uhuru wa vyombo vya habari. Akasema kupitia fursa hiyo basi mimi nawatakia sikukuu njema vile vile. Napenda kuonesha kwamba media ina nguvu sana na inatakiwa waandishi wa habari waweze kuwa huru. Katika tathmini kwanza tukianzia na hilo swala, kweli waandishi wa habari wana uhuru nchini DRC? Nchini DRC tukiangalia kwenye takwimu za nchi ambazo zinakuwa na uhuru wa habari, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ambayo iko nyuma kidogo. Lakini yale ni matamshi ya kisiasa. Kwenye wakati wa utawala wake Rais Tshisekedi, waandishi wa habari ambao wamekumbwa na manyanyaso ambayo yanaambatanishwa na kazi zao, takwimu ni kubwa kuliko ile ya mwenzake aliyetangulia Joseph Kabila. Kwa hiyo nadhani kwamba akizungumza vile mbele ya waandishi wa habari anakuwa anatoa maneno ya kisiasa, maneno ya kutaka kuwakajole, kuwakarese, kuwabembeleza waandishi wa habari waelewe kwamba wana umuhimu mbele zake. Lakini kiuhalisia siasa ambayo tunaiona sasa hivi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na upande wa serikali, hata upande ambao unashikiliwa na waasi wa M23, waandishi habari wanakuwa ni watu ambao wanapitia changamoto nyingi sana. Hata hapa nyuma tu kwenye RFI kuliwahi kutolewa habari kama vile ripoti ya kuweza kudhalamikia usalama mdogo ambao unawakabili waandishi wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kweli amesema kwamba waandishi habari ni kazi kubwa ambayo inatakiwa kuheshimiwa, hilo ni jambo la kweli, lakini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado sekta hii inakumbwa na changamoto kubwa sana. Na tukiangalia ukazi hapo kuna waandishi wengi wa habari ambao wanakuwa wanazuiliwa kwa tatizo ambalo alizina msingi sana. Unakuta mtu huenda labda alishiriki katika kutangaza habari yenye upande wa waasi, anakuwa anashikiliwa. Vile vile kwa upande wa waasi vile vile nao ukitangaza habari yenye inahusu serikali, kama ni namna ya kuonesha serikali kile ambacho ilikifanya kizuri, inakuwa ni kama pigo. Hatujui tukae upande gani. Sasa hivi yani serikali inataka kucontrol information, inataka idhibiti habari. Na katika kutaka kudhibiti habari ndio kunakuja sasa yale matatizo yale, kwa sababu mwandishi habari anakuwa pale kwenye taaluma yake, yeye ni kuhabarisha jamii. Anatangaza kile anachokijua, kile anachokiona, kile anachokihakikisha. Unaona bwana. Sasa kuna mambo fulani ambayo wafanya siasa hawataki yatangazwe, wanataka yabakizwe kimya, wanataka yafunikwe. Kwa hiyo wakati mwandishi habari anafanya jitihada zake ili aweze kuweka bayana zile habari, lazima waweze kukereka wale wa jamaa wafanya siasa, na hivyo katika
nchi ambazo zinakuwa na mfumo kidogo wa kibepari kwa mbali hivi kama hizi zetu, lazima tu wafanye waandishi habari pate kwa kwenye wakati mgumu. Na tukibaki tu hapo kwa kuwa leo tunaongelea kuhusiana na hotuba yake ambayo aliweza kuitoa na maswali mengi ambayo alikwenda kuulizwa. Na tukianza kwanza katika hotuba yake aliweza kusema kwamba, na ni kitu ambacho kinazua gumzo, mjadala umekuwa mwingi sana kuhusiana na uchumi wa DRC. Rais alikwenda kuonesha kama DRC katika utawala wake kama rais, DRC imepiga kipaumbele kwa upande wa uchumi kwa kuwa inazidi nchi kadhaa Afrika, ambako ukiangalia jambo hilo limeleta taruki sana. Hii kwako unaionaje? Kwanza kabla sijazungumzia swala la uchumi Safari Almasi, mimi niweze kwanza kurudi nyuma kuwaambia watazamaji kwamba kuna malengo makuu matatu ya kuandaa mkutano na waandishi wa habari kwa upande wa mtu kama vile rais wa jamhuri. Wakati rais wa jamhuri anaandaa mkutano na waandishi wa habari, malengo makubwa, mambo ambayo yanatazamiwa na wananchi ni makubwa matatu. La kwanza ni kutaka kuweka bayana yale mambo ambayo yamepita tayari katika uongozi wake. La pili ni kutaka kulever voile, yaani kufafanua vizuri kuhusu mambo fulani ambayo yanaendelea kwenye jamii ambayo hayaeleweki. Unaona bwana, anayafunua yale mambo. Na la tatu kabisa ni kufunua mtazamo wa mbele, nini anapanga kufanya hapo mbeleni kutokana na yale ambayo nchi inapitia kwa sasa. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hayo ndio mambo matatu ambayo wakati rais anafanya mkutano wa waandishi wa habari, kuna taifa nzima ambayo inamfuata kwenye vyombo vya habari, lazima wanatazamia atazungumzia vitu vitatu. Na wakati anazungumzia uchumi, rais alisema kwamba nchi imepiga hatua sana katika uchumi. Lakini tuelewe kwamba bado nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi maskini. Haijaondoka kwenye status hiyo ya umaskini. Hatujaingia hata kwenye uchumi wa kati. Unaona bwana? Na kuna swala lingine ambalo lilisema kwamba sasa hivi tunakuwa tumempita hata Ethiopia. Swala ambalo limezua gumzo sana, watu wanaongea sana, ukishuka hata kwenye comment kwenye ile video yake bana, uweze ukatamani urudie mara mbili kuangalia. Inakuwa hivyo ukiangalia vizuri kwenye takwimu zile za nchi zenye kuwa na uchumi hapa Afrika, sidhani kama tunafika hata 20. Tunaweza kuwa katika zile nchi 10 tunaweza kuwa ndani, lakini sio kama rais alivyosema. Nadhani kwamba tunamjua rais wetu namna anavyoongea, na nimewahi kuzungumza hapa tena mbele ya kamera hii kwamba katika siasa hizi ambazo zinabebwa kwa maslahi binafsi, kuna kile kitu kinaitwa kutaka kukontrole jamii katika matamshi yako. Yaani wakati unazungumza unatoka watu wa kuamini zaidi, wa kupende zaidi kutokana na maneno yako. Unaona bwana? Kwa hiyo wakati unaitapa nchi unasema kwa mimi nimefanya hili, lile, watu wanaamini. Lakini sasa hivi ni dunia ya utandawazi ambayo ukisema jambo moja tu sasa hivi watu wameshakagua zamani na wameshajua vitu havifichiki tena. Kwa hiyo nadhani kwamba tunakuja tumsikie rais kama alivyosema, na tuweze kumpongeza kwa sababu DRC imepiga hatua sana katika kukua kiuchumi. Hata hivyo, kwa sababu hapo nyuma wakati wa Rais Joseph Kabila kuna ile tunaita pesa ambayo imeachwa kwenye budget ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ni ndogo sana. Sijui kama ilikuwa ni bilioni 6 ile, 6-7 hivi. Sasa hivi tunazungumzia kwenye bilioni 22 huko. Kwa hiyo amepiga hatua sana katika kukuza uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya kuwa hatuwezi tukajilinganisha moja kwa moja na nchi zingine za bara hili. Lakini tukibaki hapo kuna kuwa kautata kidogo. Wengi wanasema kwamba japokuwa uchumi wetu, ama tusiende kwenye uchumi, japokuwa budget imepanda. Budget yetu katika wakati wa Joseph Kabila ilikuwa kwenye bilioni $8 za Marekani, bilioni 7 hivi. Kwa sasa ni kama bilioni 22. Ila inaonekana kwamba wakati wa Joseph Kabila japokuwa budget ilikuwa ndogo, ila kuna mambo ambayo yalifanyika huenda labda ambayo iko tofauti na sasa ambako budget ni kubwa sana na vitu kama havifanyiki, kwa kuwa kama rais alivyosema kwamba uchumi wetu umepanda, tumepiga hatua, tunashinda hata nchi zingine za Afrika. Ila unapoangalia kiundani, wakongomani wenyewe wanaona hali yenyewe.
Kongomani ni nchi tunaishi kwa chini ya $1 kwa siku. Kwa Wakongomani wanaona hali ambao wanapitia, umaskini unazidi. Rais anaposema hivyo na watu huku chini wanakuwa wana taswira nyingine. Katika kitasmini unaona hiyo ni kweli, ni sawa, na inajenga sura gani kati ya rais na wananchi ambao anaongoza? Safari, wewe unafikiria kwamba wakati wa Joseph Kabila watu Mkongomani aliishi kwa $1 kwa siku? Tuliishi chini ya umaskini, tulikuwa ni maskini tu. Kwa hiyo mimi kwanza napongeza kupanda kwa bajeti. Hilo ni swala ni jambo la kupongeza kwanza. Ukiona jambo ni zuri unalipongeza. Sawa sawa. Lakini kuna tatizo sasa ile ya kufanya ile bajeti ipate kuwanufaisha wananchi wote. Bajeti, pesa tuko nayo ni kubwa sana kwenye akaunti zetu za taifa. Lakini sasa wananchi bado uchumi wao, maisha yao ya kila siku yako finyu, yako hafifu, yako duni. Unaona bwana? Hapo kunatakiwa sasa kufanyike mikakati ya kiuchumi, strategie économique, ili kana kwamba zile pesa au ile budget tulionayo sisi ipate kualeje, ipate kunufaisha, ikipunguza ugumu wa maisha wa wananchi. Na katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, changamoto nyingi sana ambazo zinatuma swala kama na hilo lisiwezekane kwa haraka. Kwanza ni miundombinu ambayo iko hafifu sana. Unaona bwana? Sasa hivi katika namna tu ya kugawanya mishahara ya wafanyakazi wa umma ni kasheshe. Kuna wahalimu ambao wanakuwa na miezi 3, miezi 4 hawalipi pesa yao. Na bwana, hizo pesa zipo kwenye bajeti. Lakini pesa kumfikia mwalimu kutoka Kinshasa, zimfikie mwalimu wa Sebele, zimfikie mwalimu sijui wa kijiji kimoja cha kule Maniema, kimfikie mwananchi mwalimu ambaye anafundisha Beni katika vijiji vya Beni, inakuwa ni ugumu hivi. Unaona bwana? Kwa hiyo kwanza miundombinu yetu ni mibovu sana. Na kunakuwa inaccessibility ya provinces moja ziko désenclavées. Sehemu kama vile Shabunda hazifikiki kirahisi, yani kunakuwa ugumu kufika pale. Kwa hiyo hata kama kuna pesa, kuna budget ambayo imewekwa, inafikaje ile sehemu? Kwa hiyo ni lazima kwanza kutumia ile bajeti ile kuboresha miundombinu, kuinua nchi iwe kwenye standard ya kisasa, ndo zile pesa zitanufaisha wananchi wote. Lakini cha kwanza tunapongeza kwa vile bajeti imepanda. Na tukiendelea tu na katika hotuba yake, Rais Felix Antoine Tshisekedi aliweza kuzungumzia mambo mengi sana. Akazungumzia kuhusu swala la kupanda kwa mishahara ya wafanyakazi. Aliulizwa kuhusu ahadi yake aliyosema kwamba kila polisi atakuwa na gari, atakuwa na nyumba. Atakuwa na nyumba, na akasema ataboresha sana maisha ya wafanyakazi wa DRC. Na katika kujibu kwake alisema kwamba namna alivyokuwa nasema si kwamba ni gari ambayo mtu anaweza akapewa gari, ila ni zile pesa ambazo ina maana tu, kwa jinsi tulivyomfuata, ina maana kwamba pesa ambazo atazitoa zitakuwa na uweza kukizi mahitaji ya nyumbani, na huenda labda unaweza ukalimbikiza na ukafikia kununua gari. Ili leta taswira nyingine kabisa, wakilinganisha maneno yake ambayo alisema na ufafanuo ambao alikuja kutoa. Watu wanakuwa wanajiuliza kwa nini sasa wakati ule ambao alitoa maadi asingesema tu nitapandisha tu mishahara ambayo itakurahisisha wewe kuuza gari, kuliko useme tu kila rais atakuwa na gari. Rais alikuwa wazi, lakini Safari Almasi, rais alikuwa wazi akasema kwamba kuna mambo mengine ambayo tunasema kwenye kampeni kwa sababu tu ya kupata kura. Unaona bwana, alilisema hilo vizuri sana. Na hilo ni sawa kweli kuweza kudanganya. Lile swala sio swala nzuri, sio swala nzuri, kwa sababu kila mwananchi, kuna watu ambao tunafikiria siasa. Na kuna vijana wale ambao wanataka kuja kuwa viongozi kesho. Wakati unamwambia kwamba mimi kama vile rais kuna mambo ambayo nimeyasema kwenye kampeni kwa sababu tumpate kunichagua, unajenga kitu kingine kabisa. Kitu kingine katika taswira, katika akili za yule kijana wa nchi ya kesho, ambaye naye ataona kwamba uongo ni kitu cha kawaida kukisema. Yani siasa ni uongo. Na siasa sio uongo. Siasa ni kutafuta maslahi ya wengi. Unaona bwana? Sio kutafuta maslahi yako binafsi. Kutuambia kwamba ulidanganya kwa sababu upate kuchaguliwa wewe, unatuonyesha kwamba wewe ni mtu ni binafsi. Unaona bwana? Na sasa hilo swala kidogo lilikuwa hivyo, lakini nitaka kujibu pale kusema kwamba mimi niliongea hapo awali kwamba mambo matatu yatazamiwa explicite, kuweka bayana yale mambo ambayo yamepita katika muhula wake, kulever voile sur des problèmes zenye tuna affronter sasa hivi, na kuexpliquer
mtazamo wake kuhusu avenir ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini katika mkutano na waandishi wa habari, president alikuwa kudefensive sana, alikuwa mtu wa kujitetea sana, si mtu wa kufunua mambo ambayo yalitarajiwa yafunuliwe mbele ya taifa. Na tunakuwa na vita ambavyo vinatukabili kama sisi watu wa huko mashariki, Sud Kivu, Nord Kivu. Tulitaka kujua bayana wakati gani hawa wahasi, hawa wavamizi wanaondolewa nchini mwetu. Lakini mambo hayo haya kuwekwa bayana. Aliuliza hizo swali lakini hakuweza kuzifafanua vilivyo. Wakati mwanasiasa anatuletea mambo ya unabii, sijui Mungu ndo anajua, sijui mambo kama na hayo. Hayo mambo hayasikiliki vizuri kwenye masikio ya wananchi. Tunataka mambo ambayo tunataka action concrete, mambo ambayo yanaonekana bayana, massive kama mathematical. Wakati fulani alituambia hapa Mwendres Karmush, hata kama alilizungumzia Donald, akasema kwamba wakichokoza tena nitapiga Rwanda. Alisema na akasema kwamba ile wakati alisema vile alikuwa hajajua vizuri jeshi liko vipi, walimdanganya. Mambo yote hayo yanakuwa hayaeleweki vizuri kama yanatoka kwa rais wa jamhuri. Unaona bwana, kwa sababu tunaamini kwamba rais wa jamhuri ndio mtu ambaye yuko mieux informé que tout le monde katika nchi. Sasa wakati unatuambia kwamba umeshafanya miaka 5 kwenye juu ya nchi ukiongoza nchi, lakini bado unatuambia kwamba hujaelewa vizuri, vitu ambavyo make sense. Ni swala ambalo aliheleweki kabisa. Tukienda sasa kwenye maswali ambayo aliweza kumuuliza wakati tulikuwa tunamzungumzia kwanza hotuba yake mwenyewe aliweza kuitoa hapo awali. Na twende sasa kwenye maswali. Kuna swali ambalo kwanza walimuuliza kuhusiana na kushushiwa masanction ama kuweza kushushiwa masanction ndio rais wa zamani ambaye ni Joseph Kabila. Walimuuliza swala hilo. Yeye aliweza kusema kwamba alikuwa nafikiria hivyo, ni kama yani ni vitu ambavyo yeye alikuwa najua vitakuja kutokea, yani vilikuwa vitatekelezwa, lakini katika uongozi wake alikuwa anajua lazima Marekani itamwekea vikwazo rais wa zamani Joseph Kabila. Vile kutokana na yeye anakuwa ana support uasi ambao ulioko huko eneo la mashariki. Wewe unaona hii ni kweli inatija katika uongozi? Ukiangalia uongozi ambao tunao, inatija kwa uwezo kumwekea vile vikwazo, itasaidia kweli nchi yetu ambayo tunayo, ama tatizo ambalo hilo swala tumeshalizungumza hapa Safari Limasi, ni kwamba vikwazo vinavyowekewa rais mstaafu Joseph Kabila havina en fait ça n'a rien à voir avec la sécurité, avec kile ambacho wakongomani wanakitafuta kwa sasa. Yaani ni mambo binafsi kabisa. Wamwekee vikwazo huko, watajuana wao wafanya siasa kwa wafanya siasa. Sisi tunachokihitaji ni amani ya nchi yetu na maendeleo ya nchi yetu. Na rais akisema kwamba alikuwa anajua, wakati hakushituka wakati rais Joseph Kabila alikuwa vikwazo, lazima atambue kwamba yale ambayo yanamtokea Joseph Kabila leo yanaweza yakamtokea mwanasiasa yeyote yule kesho. Na kuna swala lingine ambalo aliweza kuulizwa kuhusiana na uhamiaji, swala ambalo lilikuwa gumzo sana, swala ambalo lilikuwa nasumbua sana wakongomani. Ni swala ambalo lilitaka kupata ufafanuzi. Wakongomani wanataka wapate ufafanuzi, wahamiaji wanatoka wapi, kwa nini tuwapokee, na kwa nini DRC. Lakini nikwambie na tuambie watazamaji kwamba kabla ya mkutano na waandishi wa habari wa Rais Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kabla ya mkutano huo na baada ya mkutano huo, bado swali zimebaki pale bila majibu. Lakini katika kufafanua ile walisema kwamba wao kama DRC wanatoa ule ni msaada, ni kama msaada ambao wanaotoka Marekani. Hakuna chochote ambacho wanakinufaika, ama hakuna mkataba wowote ambao ulisainiwa kwamba sijui tutapokea wahamiaji ili tupate hivi. Ila aliweza kukazia kwamba Marekani ni mapartner wetu, na kama tunasaidia mapartner wetu, kuna siku na sisi tutahitaji msaada. Kwa kuwa tumeshafanyia Marekani msaada, itakuwa ni urahisi kutufanyia ule msaada kwa uharaka, kwa kuwa kuna msaada ambao sisi tumeutoa kwao. Ndio aliweza kujibu rais. Mimi sikuona jipya sana, na niliona kwamba yale yaliyozungumziwa pale kuhusu swala hili la wahamiaji ni yale yaliyozungumziwa na waziri mkuu Bi Judith Suminwa. Na rais mwenyewe anajua kwamba Marekani ni watu ambao wanatafuta sana maslahi yao. Kwa hiyo sio kufikiria kwamba
tunaweza tukawaomba msaada Marekani kama huo msaada tunaowaomba au wanufaishi wao na wakatupatia. Ndio alionyesha kama itakuwa ni rahisi, yani kama haiwezekani. Yeye mwenyewe anajua wema ni akiba. Yeye mwenyewe anajua kwamba hakuna cha wema ni akiba Marekani. Marekani ni maslahi kwanza. American First wanataka kitu ambacho watakipatia wakupatie au wapatie kiwe kina wanufaisha wao kwanza. Kwa hiyo tusifikirie kwa sababu tumewapokea wahamiaji kutoka Marekani ndo tutaomba msaada wa Marekani hata kama wanufaisha na watupatia. Huo ni uongo, tutakuwa tumezidanganya kabisa. Asante sana mpenzi mtazamaji, kama ndo bado unakuja kujiunga, ni kuambia kwamba tunaendelea na kipindi chetu cha mtazamo wa kisiasa ambako tunakuwa tunaongelea masuala mbalimbali, na kwa leo tunaongelea kuhusu mkutano ambao aliufanya rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi na waandishi wa habari kuweza kufafanua mambo kaza wa kaza ambayo yanakuwa yana hasiri raia, ambayo yanakuwa yana leta mgawanyiko kwa raia, kila mtu akizungumzia yake. Na tukibaki tu hapo, Isaac aliweza kuzungumzia kuhusu swala jingine ambalo ni la mikataba ambayo inakuwa inasainiwa kati ya DRC na Marekani. Kuna mikataba ambayo inakuwa inasainiwa. Kuna mwandishi mmoja alimuuliza kwamba mikataba ile ni kama wakongomani hawako naielewa kiundani zaidi, kwa kuwa kuna vitu ambavyo huenda labda mnakuwa mnavificha raia. Kwa nini? Na rais aliweza kujibu akasema kwamba mikataba yote wanakuwa wanaiweka wazi, na hawaendi kule peke yao, wanakuwa wanaenda na watu wengine ambao wanakuwa wanawashindikiza kwa ajili ya kutathmini ile mikataba, na kisha kuiletwa na itangaza kwa umma, huu mkataba unazungumzia hivi. Lakini tukibaki hapo kuna mikataba ambayo wanaisaini ila haileti matunda, na anayejulikani vizuri hata hivyo haileti matunda. Unadhani hii inakuwa ni kwa nini? Kwa nini mikataba inakuwa inasainiwa, na kwa nini rais hawezi kusema kwamba mikataba yote ambayo anasaini inakuwa inajulikana na inafanywa kazi? Mikataba ya kisiasa ni mikataba ambayo iko continual, sio kwamba tunasema tunafanya hivi na kinafanyika hapo hapo. Lazima tulielewe hilo kama vile wananchi. Na nimewahi kusema tena hapa kwamba hakuna nchi ambayo inakosa mikataba. Kila nchi inakuwa na mikataba yake. Kwa hiyo tumuache kwanza rais aongoze katika namna yake ya kuongoza ya mikataba, kwa sababu tunamjua rais wetu amechagua njia ya kuja kutuletea shida huko mbeleni huko. Anatumia kile na busara, ni kiongozi wa nchi. Mikataba mingi inaleta fujo na nyingine pia inasaidia kuondoa hiyo fujo. Lakini tunachotazamia sana hapa, na kati ya mambo ambayo aliyazungumza na yakawagusa sana wananchi, ni mambo ya uchaguzi na ubadilifu na kubadilisha katiba. Nadhani hayo ndio watu wengi sana walitega sikio na wasielewe. Ndio maana nimesema kwamba rais amesema, lakini bado zile tatizo, yale maswali ambayo yalikuwa yanahitaji yapate majibu, mpaka sasa hayajapata majibu. Ametuambia kuhusu swala la 2028, akasema kwamba ikiwa Nord Kivu na Sud Kivu bado vita vitaendelea, sehemu hizi mbili zitaendelea kukaliwa na wahasi, basi uchaguzi hautakuwepo. Lakini amezungumzia swala la referendum, ambayo amesema kwamba inawezekana sana wakafanya referendum, yani kura ya maoni, ndio inaitwa hivyo. Kura ya maoni, wanani wanataka kubadilisha katiba na wangapi hawako tayari. Sasa ukiangalia vitu viwili hivi vinafanana, wote ni uchaguzi huu. Ukisema kwamba utafanisha referendum, maana yake utafanisha uchaguzi katika nchi, wananchi wachague wanakubaliana au hawakubaliani. Huo ni uchaguzi. Lakini unatuambia kwamba utafanyisha uchaguzi wa namna hiyo, usifanyishe uchaguzi wa namna nyingine ya kuchagua rais, kwa sababu nchi, sehemu hizi mbili au mikoa hii miwili inakaliwa na wahasi. Ni kama umejipinga. Hapo upande wa rais ni kama amejipinga. Haiwezekani ufanishe uchaguzi wa referendum wa kura ya maoni, uache kufanisha uchaguzi huu wa kuchagua, uchaguzi mkuu wa kuchagua rais. Haiwezekani. Na kuna maeneo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini ambao hakufanya uchaguzi tokea mwaka wa 2023. Hilo ni kweli, lakini ilikuwa ni maeneo madogo. Ndio maana tuseme yalizarauliwa namna ile. Lakini sasa hivi yamekuwa ni maeneo makubwa sana. Unaona bwana, wananchi tunataka sisi amani. Kama rais anatuambia kwamba sitafanya hivi kwa sababu hawa wanakalia hapa, kwetu kidogo tunaona kunakuwa udhaifu. Kwa sababu tunachohitaji sisi ni kwamba nitafanya chini juu, mwaka wa 2028 ufike hawa watu wameshaondoka hapa. Nimesema miwili tofauti ambayo inabeba taswira mbili tofauti za yule ambaye anazungumuza. Ndio maana wakati mwingine kama vile Martin Fayulu wakati anafanya naye mkutano wake na waandishi wa habari tarehe 8 hapa, alisema kwamba
anamshuku Rais Tshisekedi kuchochea vita vinavyoendelea mashariki kwa sababu ya kubaki madarakani. Hata kama rais alipinga jambo hilo, lakini wengi wanaliona hivyo. Kama rais anataka hilo jambo tusilione katika mtazamo huo, ni vizuri atupatie matumaini ya kusema kwamba nitajikaza mimi kama vile rais kujichanga kwa namna niwezavyo, ili tufike mwaka wa 2028 wakati wa uchaguzi hawa watu wawe wameondolewa katika nchi, kwa sababu wakati wanaendelea pale, kuwa uchaguzi au kusiwe, wanazidi kutuharibia nchi yetu wale watu. Yeah. Na kuna swala lingine ambalo aliweza kusema kwamba kwa kuwa katiba ya DRC haimruhusu rais kugombea muhula wa 3. Ila yeye aliweza kusema kwamba ikiwa raia inapenda ikiwa raia inampatia ule muhula wa 3 atapokea. Lile swala nalo liko kinyume cha katiba. Yeah. Unaona katika mwaka wa 2019 ule wakati Joseph Kabila alitakiwa kuandaa uchaguzi. Yeah. Kuna mwanahabari mmoja alimuuliza kuhusu muhula wa 3. Yeah. Aliuliza pale, je, kuna katiba, kuna mtu ana kopi ya katiba hapa? Yeah, ampe yule dada. Yani kuonesha kama swala ambalo anataka kuonesha kwamba swala ambalo nataka kulizungumzia hilo liko kinyume sana cha katiba. Yani unaweka mchanga kwenye mchele kwenye wali. Sasa wakati rais anasema kwamba wakinipa wananchi nitapokea, ni jambo ambalo halina makito, halina subversement mu constitution. Kwa sababu gani? Wananchi hawana manda ya kusema kwamba sisi wananchi, katika constitution ya Kongo hakuna manda inampatia wananchi uwezo wa kumpatia rais muhula wa 3. Kwa sababu sisi wananchi tunamtia rais kwa njia moja tu ya uchaguzi. Tunamchagua rais tunayemtaka. Unaona bwana? Lakini hakuna ile manda kusema kwamba huyu bwana tumempenda sana, tunataka tumpatie muhula wa 3. Hiyo haipo. Yeah. Kwenye constitution hiyo haipo. Kwa hiyo wakati unasema kwamba wakinipatia, inaonyesha kwamba wewe kwanza ndio unakuwa na hiyo nia ya na labda ni kupitia swala hilo ndio anapenda mabadiliko ya katiba, huenda labda aendelee kwa kuwa mtu ukisema kwamba kama raia itanipa mimi ni nani. Sio vibaya kama atatengeneza kipengele hicho kwenye katiba mpya ambayo anakuwa na dhamira ya kuitengeneza, lakini hakutakuwa sasa kwa mabadiliko ya katiba aussi longtemps que Nord Kivu et Sud Kivu iko occupé, kwa sababu wakifanya hivyo itakuwa pia ni kupinga constitution. Yeah. Asante sana, na tukibaki tu hapo, kuna masuala mengi sana ambayo waandishi wa habari walipata fursa ya kuweza kumuuliza. Kuna swali lingine ambalo mwandishi mmoja wa habari alimuuliza, akamwambia siku gani Goma na Bukavu itakombolewa? Swali hilo lilileta gumzo hadi kuna watu ambao walikuwa mule waliweza kupiga makofi sana kuhusiana na swala hilo. Hata ukiangalia katika mitandao ni swala hilo, kuna kakipande ka video ambako wanaposti sana kutokana na swala hilo. Na imani uliweza kufuata ambavyo rais aliweza kujibu kuhusiana na swala hilo. Ni kama hakuonesha wazi ni lini ambako Bukavu na Goma itakwenda kukombolewa. Ni kama Mungu akipenda, ni kama mtu anasema Mungu akisaidia tutaangalia vya kufanya. Yani ni kama si sasa yani ni miaka mingi ambayo inakuja ndio tutategemea Goma na Bukavu kuweza kukombolewa. Safari Admasi, mimi ni Mkristo. Yeah. Mimi ni Mkristo kama unavyojua, na katika kumjua Mungu mimi kuna mambo ambayo ninayaonea aibu wakati tunazungumzia mambo ya Mungu. Yeah. Ninayaonea aibu kwa sababu watu wanamzungumzia Mungu vibaya kwa namna ambayo hakutakiwa kuzungumziwa muumbaji huyu. Kwa hiyo niseme kwamba kama nilivyosema hapo awali, maswali yamebaki ni yale yale. Swala la kujua Goma na Bukavu vitakombolewa wakati gani? Yeah. Bado tunajiuliza, hata kama rais ameshawahi kuulizwa hilo na akalijibu, lakini bado swali lipo na bado wananchi wanataka kujua jibu, lakini mimi sina jibu pia. Yeah. Ora jibu tunatathmini kutokana na majibu yake ambayo nataka nikuambie kwamba mimi ni Mkristo, Safari Admasi. Mimi ni Mkristo na nimeshazungumza kwamba kuna mambo ambayo tunampatia Mungu. Mungu muumba huyu wetu ana regreti, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Na c'est déplorable, tuko mbele ya mic, tuko mbele ya kamera. Safari Admasi siwezi kuzungumza mambo mengi sana, ni vizuri sana kudhibiti ulimi, lakini nataka niseme kwamba kama vile kiongozi wa umma tunatarajia tupate majibu yote ya matatizo yetu kwako. Asante sana. Tukiendelea tu, kuna swala lingine ambalo waliweza kumuuliza rais kuhusiana na kabila la Wanyamulenge. Ukiangalia sasa mkoa wa Kivu Kusini, tukianzia katika tarafa ya Uvira, Fizi na Mwenga,
Ni swala ambalo watu walikuwa nategemea walipate jibu lake, kwa kuwa kutokana na namna watu wanakuwa na kama kachuki kati ya makabila. Sio kama kachuki, ni chuki kubwa. Ni chuki kubwa kwa sababu mimi nasemaga kila siku kwamba katika sababu zile zinasema kwamba les causes profondes de la guerre, kama tukisema sababu 5 za vita vinavyokabili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi la kikabila nalo litakuwa Wanyamulenge. Wanyamulenge, neno Wanyamulenge aliwezi kukosa mle. Kwa hiyo mna ile sababu ya kikabila pia iko ndani. Na tukibaki hapo hivyo, waliweza kumuuliza kuhusu ile swala kuhusiana na kabila la Wanyamulenge, je, ni Wakongomani? Yani rais hapo sita ile ya